Waziri Mkuu, ninakuomba sana, nikiwa mama mjane na mzee na ninaonekana moja kwa moja ni mtu mzima, ninaomba baba unisaidie, kwa sababu hii kesi kuanzia 95 ninahangaika mpaka hivi leo. Kinachonihangaisha hata sijui, inakuwa kama ni mtu niliyeua. Na hii nyumba, hii eneo nililipata mwaka 77 tukapata hati miliki, na tulivyoipata vile nyumba hii tukaijenga kwa THB, na siongopi kwa sababu huyu jirani yangu mwenye namba 118 alikuwa surveyor, ndo aliyesurvey eneo lote hili mpaka huko barabarani. Kwa hiyo huyu jirani na mume wangu tulikuwa marafiki, tukachukua viwanja viwili, cha kwake 318 na cha kwetu sisi 317. Sasa nashangaa kama nilikuwa mwizi, hichi kiwanja nilikipataje? Baba, mwanangu, Waziri Mkuu, naomba unisaidie, maana sina mahali pengine. Kama wanadharau mahakama, amri ya mahakama kuu, mimi ndio nani? Si ndio ananifanya kama nilivyo na kunitoa nje? Yaani sielewi ni kwa nini watu wamefikia hatua mpaka kupuuza amri ya mahakama. Hapa si tunao oda ya mahakama, lakini watu wamekuwa wakipuuza. Sijajua kwamba ndio wale ambao wanadai kwamba wanatembea na ofisi wanatembea na ofisi. Yaani mimi sielewi nini wana nguvu zipi za kudharau amri ya mahakama, wakati mahakama ni chombo kinachoheshimika na ni chombo ambacho tunakitegemea, ni muhimili ambao unajitegemea. Kwa hiyo sifikia hatua hii ambao watu wanaanza kudharau mpaka amri za mahakama. Tunaomba waziri wetu mkuu uingilie kati na kumsaidia mama arudi kwenye nyumba yake. Huyu mama alikuwa ni mwalimu, ametumikia serikali kwa uaminifu, na dokumenti ziko wazi kabisa zikionyesha kabisa kwamba upande wa pili waligushi. Kwa hiyo wanaotetewa hapa ni wale ambao nyaraka zao zimegushiwa. Kwa jina anaitwa Maximilian Luzangi, ni mjumbe wa mtaa 20 namba 2. Huyu mama namfahamu tangu marehemu mume wake kwamba walikuwa wamiliki halali wa hii nyumba au ile eneo, lakini kukawa na mgogoro wa umiliki kwamba kulikuwa na wamiliki wawili, yeye mmoja wapo na mwenzie. Sasa katika tatizo hili likawa limeenda mpaka kwenye vyombo vya sheria na maamuzi yakaja yakafikiwa kwamba huyu mama arejee kwenye nyumba yake kutokana na oda ya mahakama iliyopo hapo getini. Mimi ushauri wangu ni kwamba watendaji wawajibike, wasipendelee, watoe haki kwa kila mwananchi, kwa sababu wote ni wananchi ni wa Tanzania. Sasa hivi watendaji wengi sio waadilifu, kwa sababu unakuta sheria zipo na utaratibu unaeleweka, lakini bado wanakuwa kama Kiswahili wanasema wanazinajisi zile taratibu.